Shirika la uhifadhi wa bahari Mwambao leo limeungana na wananchi katika zoezi la ufanyaji usafi katika kata ya Tongoni, kijiji cha Mayele. Lengo kubwa zaidi ni kuendelea kusafisha mazingira yaweze kuimarika. Tuko na viongozi, lakini tuko na baadhi ya wananchi ambao wameweza kuhudhuria katika siku ya leo. Tumefika eneo la kata ya Tongoni, lakini kikubwa zaidi tulitamani kufahamu siku ya leo ilikuwa hasa ina lengo gani hasa. Tumeona baadhi ya wananchi hapa wakifanya usafi. Okay. Leo tupo kata ya Tongoni katika mtaa wa Mayele. Leo ni siku ambayo imechaguliwa rasmi na wanamkuba kwa ajili ya kufanya usafi katika fukwe ambayo inasaidia katika uhifadhi wa rasilimali za bahari. Kama unavyojua, takataka zile za bahari zinaharibu mazingira ya bahari, mfano zile plastic. Kwa hivyo wamechagua siku moja kwa kila mwaka. Wana mkuba wote katika mkoa wa Tanga ambao kuna takribani 3,900 kwa ajili ya kufanya usafi wa fukwe ili kuhakikisha kwamba kwa malengo mawili. Kwanza, kudhibiti zile takataka zisiingie baharini ambao zinaathiri viumbe vya bahari, mfano kama samaki, vile ndege pamoja na kasa na wanyama wengine. Lakini ni siku special kwa sababu vikundi vyote hivyo, wananchi wote hao leo hii wako katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kufanya huu usafi. Kwa maana hiyo inajenga ule umoja katika masuala ya uhifadhi. Kwa hivyo leo ni siku adhibu sana, na hii ni siku ambayo wameichagua wenyewe. Sisi kama ambao Coast Community tunawaunga mkono kutokana na juhudi zao. Ni mwendelezo ama ni siku ya leo tu? Kwa kila mwaka wameichagua siku moja. Kwa hivyo mwaka jana walifanya na mwaka huu wameichagua leo kwa ajili ya kufanya hii shughuli zao. Sisi tunakuja kuwaunga mkono, na baada ya hapo wanafanya tathmini kwa kila kijiji, wangapi walishiriki na taka kiasi gani zimekusanywa, na wanapeana zawadi. Kwa hivyo hii itaendelea mwaka ujao na itaendelea tena. Sisi ambao tutaendelea kuwaunga mkono kuhakikisha kwamba tunapatia vifaa ili zoezi liende kwa ufanisi zaidi. Shukuru sana. Asante. Siku ya leo kwangu imekuwa na faida kubwa sana. Leo ni siku ya kufanya usafi katika mtaa wetu wa Mayele, pembeni za fukwe za bahari yetu. Kwa hiyo tumewajibika kwa wingi katika kufanya usafi, na hapa tuko kwenye mchakato wa kukusanya taka ambazo zinapatikana katika fukwe zetu. Ni taka ngumu ambazo zinaweza kuharibu mazingira yetu ya bahari pamoja na viumbe ambavyo viko baharini. Leo ndio maana tumekusanyika kwa wingi ili tuweze kufanya usafi na kushirikiana na wenzetu wa mitaa pamoja na mashirika. Tupo hapa katika mtaa wetu wa Mayele. Una la kuongezea zaidi kuhusiana na mazingira? Sina ya kuongezea mengi, ila tunapenda watu tujitoe kwa wingi katika ufanyaji wa usafi ili tuweze kupata mafanikio baadaye katika bahari yetu na vizazi vijavyo. Tukisalia katika ukanda huu wa fukwe, lakini hebu tuko naye mmoja kati ya wale ambao wameweza kufanya usafi siku ya leo. Atueleze namna ambavyo ameweza kushiriki, lakini pia baadhi ya wananchi, baadhi ya watu wanatumia sehemu kama hizi kutupia taka pengine kutoka kule majumbani. Karibu sana. Asante sana. Mimi kwanza nitoe wito kwa wanajamii wenzangu, kwa sababu kama tulivyoona bahari ni rasilimali yetu, lakini pia ni faida kwa vizazi vinavyokuja. Tukiitumia vizuri, tukiitunza, itaendelea na sisi kututunza. Lakini pia nitoe shukrani zangu za dhati kwa mashirika haya kwa kuona umuhimu wa rasilimali hizi ambazo zinapatikana katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona mwanzoni tulikuwa kama kamati tuko watu wachache, lakini sasa hivi tumeongezewa wanamkuba zaidi ya 150. Kwa hiyo kwetu kama kamati shughuli zetu hizi zitaenda kwa urahisi zaidi. Lakini pia nipende kutoa wito kwa wanajamii wengine, wasiache tu watu ambao wako ndani ya mkuba, na wao kama wanajamii waje tushirikiane nao kwa pamoja, kwa sababu matunda yanayotokea baharini, athari zinazotokea baharini yote zinakuja zinawakuta wanajamii wote na si wa mkuba peke yake. Kwa majina naitwa Sheria Salame, ni mtendaji wa mtaa huu wa Mayele. Nimefurahi sana leo wananchi wangu kujitokeza kwa wingi kuja kufanya usafi katika fukwe za bahari. Hayo ni muhimu, usafi ni kitu muhimu sana, lakini pia nataka niwape tahadhari kwa wananchi ambao wanapenda kuchafua eneo hili. Kwa kweli hatutakubaliana nalo tena, kwa sababu kuna vitu vingine sio vya bahari, ni vitu ambavyo vinatupwa. Kwa hiyo mwananchi ambaye ataanza kutupa mataka, tutamchukulia hatua za kisheria. Nikiripoti kutoka katika fukwe za bahari, kijiji cha Mayele, kata ya Tongoni, wilayani Tanga, langu mimi jina naitwa Nasir bin Nasir. Kubwa zaidi, endelea kubaki nasi na Five Brothers Media.